Bwana, ni weekend ya mwisho ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Karibu kwenye meza ya Game Time, tuangalie matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yamejiri na yanatarajiwa kujiri weekend hii. Mimi ni Andrea Masawe, nipo na Mswahili pamoja na Skills Sensei. Wapo hapa kwa ajili ya kukupatia matukio yote ambayo yanakwenda kujiri weekend hii. Ligi mbalimbali zinaendelea weekend hii. Ligi kuu pale nchini Uingereza, ligi kuu nchini Hispania, lakini pia pale Italia pia kuna mchezo inachezwa. Bwana, mpo vizuri? Kabisa. Skills, salama. Shabiki la Arsenal. Mmoja ya mashabiki ambao wana furaha hivi sasa ni kama Skills Sensei. Si kama una furaha mzee? Sana. Kweli? Yeah. Sio kama bwana Mswahili ana wiki moja tu hapa amepata furaha. Ndio maana tusaidia amejaa kidogo kwa wiki inakamilika kwanza. Wiki bado haijakamilika. Okay. Unanipangia furaha. Inawezekana wiki hata isiishe. Akarudi mule. Ndio, ana siku kadhaa tu ya furaha. Unanipangia furaha yangu? Hatukupangia lakini ni uhalisia. Uhalisia huo ni wako bwana. Unavyo wewe. Bana, ligi kuu pale nchini Uingereza inaendelea weekend hii. Manchester City wapo uwanjani dhidi ya Wolves. Wolves kwa kiasi fulani walikuwa kwenye mwendelezo mbaya, lakini hivi sasa kama wapate alama moja kwako watapata alama 3. Wapo nafasi ya mwisho kabisa, wana alama 8. Lakini hivi sasa wameanza kwenye kapu lao, wameanza kukusanya alama. Hivi Wolves wana nafasi ya kutoka pale walipo kwa attendance yao sasa hivi. Tusiangalie nyuma sasa. Kwa sasa hivi kutoka pale walipo kwa. Kutoka hapo walipo waende wapi? Wajinusuru, maana bado percent kidogo tu washuka moja kwa moja. Hapana ise. Hamna kitu kama hicho ise. Itakuwa ni maajabu ya ngapi ya dunia sijui. Nadhani wajiandae tu kucheza championship msimu ujao. Hamna mahali wanasema kuna watajikwamua kwa kweli. Point 8 ni point chache sana. Tunaenda February sasa hivi hapa. Tuna miezi mingapi? 3 au 4 tu imebaki. Premier League ishe. So watacheza, hawana cha kupoteza sasa hivi. Wameshapoteza. So hawana kingine cha kupoteza. Kwa hiyo ni kama hivyo, ni timu ambayo timu za namna hii huwa zinakuaga ni timu za kuziogopa kwa sababu hawachezi kwa kujihami, wanacheza tu kwa sababu tumeshashuka daraja. Kwa wacha tucheze. Ndio maana hata matokeo yao unavyoyaona hapa sasa hivi. Wameshinda kwenye game 4 zilizopita, wameshinda game 1, wamedraw game 3. Na wanafunguka kweli. Hawana cha kupoteza. You understand? Game 4 zilizopita za City kafungwa 1 na ikadraw 3. Kwa hiyo yeye ana cha kupoteza kwa sababu anapambana na Arsenal pale juu na Aston Villa actually kwa ajili ya kufukuzia ubingwa. Kuna sasa hivi ni tofauti ya point 7 kati ya City na Arsenal. Yep. So wametoka kufungwa convincingly na United. Tumewafunga vizuri kabisa. Najua watataka kwa sababu Arsenal pia wamedondosha point last week. Kwa hiyo watatamani kunaro hiyo gap ya point 7 hapo. You never know. Game inayofuata na Arsenal ni game na United. Tunaenda tena kuwalalia kule. Tunaweza tukawasaidia pia City. Kwa hiyo ni game ambayo ya City kushinda. Sidhani kama watafurukuta sana Wolves. Na naamini ni game ambayo City wanaenda kuchukua point 3. Vipi kwa City? Maana I think mimi nilivyokuwa nafikiria Arsenal weekend iliyopita ingeongeza gap pale la alama. Lakini bado vita ni mbichi ya ubingwa. Nafasi ya City kuchukua ubingwa bado unaiona? Nafasi ya City iko kubwa sana. Hata ukirudi nyuma miaka kadhaa City alishawahi kuacha point 13. Yes. City alishawahi kuacha point 16. City alishawahi kuacha point 8. Anakuja anakuzidi anachukua ubingwa. Anaweza ubingwa hautakiwi kumpita mtu point 50 ndio uwe bingwa. Hata ukimpita mtu point 1 tu game ya mwisho ya 38 ndio inaweza ikaamua. Au Arsenal huwa wanajikwaa wenyewe. So lakini tukiangalia game kati ya Manchester City na Wolves, game ya kwanza ya kufungua ligi kwa Manchester City ilikuwa ni against Wolves. Walishinda goli 4. Na nilivyoangalia ile mechi nilijua tu Wolves msimu huu atashuka daraja. Hawakuwa vizuri physically, mentally. Yaani unaona kabisa ule ubora wa ligi kuu hawana.
lakini ukiangalia mechi 3 za nyuma, game waliocheza na West Ham, japokuwa West Ham pia wana hali mbaya, game waliocheza na juzi na Newcastle, unaona ni Wolves ambayo ni kama unapigana na kichaa. Wewe una kila cha kupoteza, ila yeye anaishi kwa siku hiyo hiyo tu. Hajali kesho yake inakuaje. Kwa hiyo sioni kama City atapata upinzani mkubwa, lakini matokeo ya kushangaza yanaweza pia yakatokea, kwa sababu unacheza na mtu. City hata draw sio nzuri kwake. Ni lazima ashinde. Ila Wolves draw ni nzuri kwake. So anaweza akaja kutibua. Sio mtu mzuri kukutana na Wolves saizi, sio vizuri kukutana na Nottingham Forest sasa hivi, sio vizuri kukutana na West Ham saizi. Yaani ni watu ambao wako pale kutibua ili likalotokea kwa baya na kwa kulikukute baya. So lakini naona City anaweza akaokota point zake 3, labda yatokee mambo ya kimpira. Wanao ni Manchester City dhidi ya Wolves. Wolves hivi sasa mimi nawapa kidogo advantage ya kuondoka na goli kwenye mechi dhidi ya Manchester City, kwa sababu niseme hawana cha kupoteza, kwa hiyo wanafunguka vibaya mno. Mechi ya Arsenal, I think Wolves alipata goli. Arsenal Manchester United ilipata goli. Manchester United, yeah. Wana Liverpool wapo uwanjani dhidi ya Bournemouth. Liverpool ambayo inajikongoja hasa ikikutana na timu aina ya Bournemouth msimu huu. Hii mechi kwa slot inaenda kwa aina gani? Maana mechi dhidi ya Burnley tuliona approach yake haikuwa nzuri kabisa, wakatoka sare ya goli 1-1, na ni mechi ambayo ilikuwa ni open kwa Liverpool. Why hivi sasa Liverpool anapoteza michezo kwenye mechi ambayo kwa kiasi fulani unaona ni open kwake, lakini kwake inamwia mgumu kuchukua alama 3? Ni kipi kimepungua kwa Liverpool msimu huu? Timu nyingi zinapitia anachopitia Liverpool. City washapitia hata msimu huu. Labda timu ambayo mpaka sasa hivi haijapata misukosuko mingi sana ni Arsenal. Lakini timu zingine zote zishapitia changamoto kama hizi. So ni kipindi ambacho kinaweza kikatokea katika timu yoyote. Sasa hivi Liverpool confidence imekuwa iko chini sana. So wanacheza vizuri, wanajaribu kucheza vizuri, lakini mwisho wa siku hawapati matokeo, na hiyo inaharibu sana confidence. Na ukishakosa confidence unakuwa na uoga wa kufanya baadhi ya vitu katika uwanja. So hayo ndio yametokea katika game. Na sasa unakuta wapinzani wanajua sasa hivi kwamba tunaenda kukutana na Liverpool ambayo maybe mentally hawako sawa kwa sababu ya matokeo wanayoyapata. Kwa hiyo we need kupandisha game yetu, tunaweza tukapata chochote hapo. Na hizi timu ndogo sasa zikishaona timu kubwa inapitia kipindi kigumu, ndipo hapo wanaona sehemu ya capitalize, na mara nyingi huwa wanafanikiwa. So umeona game ya Liverpool na Fulham, ndio imetokea. Game iliyopita na Burnley ndicho kilichotokea. Wamecheza mpira wao, wamepata goli la kwanza, then again wanapata goli, badala ya kufukuza kupata goli la pili kutengeneza cushion ya labda waanze wacheze kwa uhuru, then wanaanza kama backpedal. Wameanza backpedal wale Burnley, they grew into that game mpaka wakaja kupata goli. Sasa wameshapata goli na wale pale wanasema tujua tunaweza tukapata goli. Tumepata goli, game imeisha hivyo. So wako katika wakati mbaya sana, lakini wanaenda kukutana na Bournemouth ambao na wenyewe wana matokeo, wana fainting results. Leo wako hivi, wako vizuri, kesho wako vibaya. Leo wako vizuri, kesho wako vibaya. So haieleweki, na wenyewe hawaeleweki. Kwa hiyo ni game ambayo inaweza ikaenda popote. Hiyo. Liverpool wanaweza wakafungwa au wakashinda, lakini ni game ngumu sana kwa Liverpool kwa sababu wao bado wanatamani kucheza michuano ya Ulaya msimu ujao. Sasa kama ni mwenendo ndo huu, katika game 4 zilizopita wamedraw mechi 4. So si kitu ambacho ni kizuri kudondosha point almost 8 kwa katika stage kama hii. So wana kazi ya kufanya. Ancelotti ana kazi kubwa sana ya kufanya. Players pia wana kazi kubwa sana ya kufanya ku up their game.
So ni game ambayo itakuwa si rahisi kwa Liverpool, lakini they have a cutting edge, na hisi wanaweza wakashinda wao. Hivi sajili mpya za Liverpool kwa msimu naona kama zina click taratibu sana. Florian Wirtz ni hivi karibuni ameanza kuonekana, Ekitike anaonekana kwenye game ijayo anakuwa down. Walifeli kwenye engo ya usajili msimu huu Liverpool. Ukisema wamefeli, hapana, kwa sababu ukichukua uwezo wa mchezaji mmoja waliwasajili zilikuwa ni profile kubwa sana. Labda wengi walikuwa hawamfuatilie Ekitike, lakini Ekitike alikuwa ni mchezaji mzuri. Florian Wirtz dunia nzima inamjua kazi zake, kucheza kwenye pocket of space na anakupa matokeo. Msomali Isak, huyo dunia nzima inamuelewa, kwanza yuko Real Sociedad mpaka Newcastle na Liverpool. Ni sasa hivi siwezi kusema Liverpool ana shida kwenye first team au first 11. Sioni, kwa sababu ana wachezaji wale ambao wanatakiwa waperform, kwa sababu hakuna reshuffle kubwa iliyofanyika Liverpool sasa hivi. Zaidi ya upande wa kushoto na upande wa kulia. Alipotoka Trent akaja Frimpong upande wa kushoto kumweka Kerkes badala ya Robertson. Katikati pako vile hapajaguswa. Labda useme umemuongeza Wirtz, na Wirtz Florian anaweza kucheza upande wa kushoto, anaweza kucheza katikati, anaweza kucheza kulia ikimhitaji kucheza kulia. Juu kuna Ekitike, ndio kikosi kilichocheza na Burnley juzi. Akaja akaingia McAllister baadaye, kwa sababu anaona sasa hivi wana Shafo na Jones. Football inakuwa ina matokeo matatu: kufungwa, kudraw au kushinda. Ukipata chances zako ukashindwa kuzitumia, anakuja kutumia hizo chances kwako, wewe ndio unaonekana game haikuwa nzuri kwako. Lakini kama Szoboszlai angepata penalty ile alogongesha mwamba, probably game ingekuwa imeshaisha. Ingeishia pale kwa sababu ushaongeza goli 2. Confidence ya Burnley iko chini sana kuliko Liverpool, na tayari wako juu ya goli 2. Probably game ingebadilika. Liverpool labda angeshinda hata 4 hata 5, kwa sababu wale wangeendelea kujihami zisiwe nyingi kuliko kwenda kutafuta. Lakini baada ya Szoboszlai kukosa penalty, wanarudi second half, Burnley wanafanya sabu ya watu 2 3. Watu wanaamka kwenye game, wanaona kina chochote kinaweza kupatikana, wakaanza kucheza. Baada ya kupata goli ndio unaona Saliva ana struggle kutafuta. Kuna save 2 zimefanywa kwenye line na mabeki wa Burnley, kama sikosei ya Gapco. Mpira ulikuwa tayari ushampita kipa, lakini beki alikuwa nyuma akaokoa. Zile ndio hizo margin ndogo tunasema kwenye football ambazo zinaweza zikabadilisha mfumo mzima wa matokeo. Kwa hiyo sioni Liverpool ikistruggle individually, naona kama Liverpool ikistruggle tactics za kocha. Yaani kuna jinsi Slot anakwenda kuapproach game. Maana watu ni wale walompa ubingwa last time, ndo kidogo zinakuwa zinaleta ukakasi. Lakini kwa game kama Burnley Jumatatu walidraw na Bournemouth alidraw na Brighton. Goli la usiku la Brighton la tiktaka, game ikaisha 1-1. Ilikuwa game nzuri sana Jumatatu. Mpira kuna kuwaiana. Nani ameamka vizuri, nani ameamka vibaya. Kuna mtu anaamka vibaya, lakini jinsi game inavyozidi kwenda anaona anaweza kupata matokeo, anabadilisha upepo mzima. Na ndio hicho ambacho Bournemouth mara nyingi anakifanya. Bournemouth anaweza kaanza game vibaya, lakini jinsi muda unapokwenda kwenye game unaona anaamka. Tavernier anaanza kuchukua majukumu. So amempoteza Semenyo, lakini vile wana madogo ambao wanaweza wakacheza vizuri. So itakuwa game nzuri, lakini pia naona kama Liverpool hiyo game wataondoka na matokeo. Hafungwi, anaweza akapata hata kila game Liverpool anaonekana anaondoka na matokeo. Yep. Anaweza asifungwe. Yaani Liverpool afungwe, lakini anaweza asishinde pia. Yes. Aidha anaweza akaokota draw na nini, lakini sioni akipoteza game hiyo. Kuna kitu hakipo sawa Liverpool. Ndio. Kwa sababu na sio mpira. Mpira uko sawa, lakini labda vitu vingine. La yawezekana. Au Muru angekuwa hapa angetuambia. Yaani Lakini I think kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu nikiangalia predictions zote za wiki zilizopita hapa, tuna predict kwamba Liverpool anakwenda kuchukua alama. It's simple. Huo ndio uzuri wa mpira sasa. Ni kwa kitu ambacho amekiongelea skills yao. On paper Liverpool na Bournemouth ni mbingu na ardhi. They have better players kuliko Bournemouth. So
it's only fair kukaa kwa sababu you know what wanaweza wakasumbua mahakama tu lakini wakafungwa. Yeah, lakini football mwisho wa siku inaamua. Yeah, ina matokeo yake pia. Yeah. Lakini kama unaamua kuwa tofauti, uonekane tofauti kwamba unasema mimi na uhakika Bournemouth anapata ushindi na Liverpool, utakuwa tu umeamua. Lakini kwa mizani ya kifootball Liverpool bado ana uwezo mkubwa sana wa kumfunga Bournemouth. Bwana, wababe wa Manchester City, Manchester United weekend hii wapo uwanjani dhidi ya Arsenal. Sasa weekend iliyopita Manchester United walikuwa na performance nzuri sana dhidi ya Manchester City. Yaani kama Amorim alikuwa anawachelewesha hivi Manchester United kuwa hapa walipo hivi sasa. Unamwona Mbeumo wa tofauti kabisa. Mambo yalikuwa tofauti kwenye mechi dhidi ya Manchester City. Unadhani yale mambo tutayaona pia kwenye mechi dhidi ya Arsenal ama wataenda kwa zaidi wakiwaheshimu Arsenal? Sioni United yakimheshimu Arsenal kwa sababu mentality ya United iko kwenye identity ya United. Tofauti sana na timu nyingine ambazo zinahitaji kupandikiziwa mentality ili iweze kwenda kucheza game fulani, lakini United wana identity ya mentality za kibingwa kuanzia kitambo, na haijawahi kuwa game rahisi kati ya Arsenal na Man U. Haijawahi hata mmoja wao awe mbovu vipi. Arsenal waliangukiwa goli 8 2011, ila haikuwa Arsenal mbovu kihivyo kama unavyofikiria. Though Man U alikuwa mzuri kipindi kile. Zaidi ya tunaweza kukompea na sasa hivi wanaposuasua matokeo, labda ile timu ilikuwa strong zaidi, lakini unapozizungumzia hizi game unazungumzia nani anaamka vizuri baada ya filimbi kupigwa. Haijalishi fomu ya game mbili zilizopita au game moja iliyopita. Naweza kukiri kweli, ukikompea game waliocheza Arsenal na Nottingham Forest, ukaichukua ukaangalia game waliocheza Manchester United na Manchester City, game aliocheza Manchester United na Manchester City, Manchester United alifanya kila kitu ambacho unatakiwa ukifanye kila siku ofisini. Kila kitu kilikwenda sawa. Kuanzia kupiga pasi, kuanzia kutafuta mashambulizi, kuanzia kwenye kudefend. Maguire alikuwa kwenye top game, Bucha ndo usiseme, yani watu wote walikuwa sawa. Yes, watu wote walikuwa sawa. Ukiangalia game kati ya Nottingham Forest na Arsenal, ambao Arsenal ilibidi akapitalize matokeo mabovu aliyopata City, akaenda kucheza game kama kwanza kipindi cha kwanza alikuwa ameingia na magoli 2. Ilikuwa tunasema flat performance. Arsenal hakuforce kutafuta ushindi, alikuwa anasubiri ushindi uje. Nottingham Forest alikaa nyuma akafanya low block karibia dakika 80 na akafanikiwa. So ukichukua ile performance ya Arsenal against Nottingham Forest ukaipeleka Emirates acheze against Man U iliyocheza Old Trafford dhidi ya Manchester City, huenda Arsenal akatoka kwenye ile game wakiwa ana majuto mengi kuliko furaha. Man U ya sasa hivi, sio ya sasa hivi, ya wiki iliyopita imecheza mpira mzuri. Nategemea kuona kilichofanyika wiki iliyopita kwa upande wa Man U kikawekwe tena kwenye practice kwenye game ya Arsenal. Ila sitegemee kilichofanyika na Nottingham Forest kwenda kufanyika Man U. Man U kwanza kwenye matokeo, Man U draw inamfavor. Though watasema wataki draw, lakini trust me, draw inamweka Man U pazuri kuliko draw inavyomweka Arsenal pazuri. Arsenal wana kila cha kupoteza kwenye game against Man U kuliko Man U, kwa sababu Arsenal amesha draw mechi 2 mfululizo, against Liverpool na against Nottingham Forest. Kipindi wewe umepoteza pointi 6, hiyo ni sawa sawa umepoteza game moja. Kwa sababu umetupa 2. Hizo ni pointi 4. Hiyo pointi 4 ni game moja, mtu akishinda unakuwa umempita pointi, amebakiza pointi moja. Unapokwenda kukutana na Man U ambayo iko kwenye mood, ukiokota tena draw nyingine, hiyo inamaanisha umepoteza game hii moja, pointi 6 zimeondoka. Yaani umepoteza game 2. Game 2, pointi 6 zimeondoka. Ukipoteza pointi 6 kwenye ndani ya game 3, City
anacheza na Wolves ambayo kimahesabu anaweza akashinda. Man U anakwenda kwenye ile game, kushinda kwake kutakuwa ni bonus. Ila kupata draw ndo hicho anachokwenda kukichukua. Na unaenda kupata vitu kama draw kwa Arsenal, unaenda kumfrustrate. Ndio anachokwenda kufanya United. United anaenda kutafuta ushindi while Arsenal atapoza game. Kitu ambacho ukiwa unaenda kwenye stage kama hizi zinakuwa zimebaki game chache za kumalizia, watu wengi wanaweka nguvu kubwa. Ukienda kutafuta draw, bro, ukipaniki ukifungwa, structure nzima ya football inabadilika. Na usiombe kumkuta Man U akiwa kwenye siku zake vizuri alafu wewe ukapaniki. Bruno atakliki, Mbeumo atakliki, Kunya atakliki, Amadi atakliki. Na hao watu wanne wakikliki kwenye mechi moja, huwezi kutoka. Huwezi kutoka. Unless wewe uamue kuitupa game kwa kusubiri game ijayo. Lakini wale watu wanne wakikliki huwezi kuwazuia tena. Kwa Mikel Arteta naamini atakuwa amefanya assignment ya kuangalia game ya Man U ilivyokuepo na game yake aliocheza na Nottingham Forest itakokuwa. So natazamia kuona game nzuri. Siwezi kusema nani atachukua point 3, lakini I wish Arsenal asifungwe kwenye mechi hiyo. Lakini waliona la Manchester United alifanya kwa Manchester City, kuna kazi kubwa sana ya Arteta. Wana Manchester United upo weekend dhidi ya Arsenal. Ulitoa energy kubwa sana kwenye mechi dhidi ya Manchester City. Ulifanya kila kitu kwa usahihi ndani ya uwanja. Ile energy unaiona ikihamia kwenye mechi dhidi ya Arsenal. Wachezaji walifanya kila kitu. Mimi nilikuwa nashangilia. Okay. Ile mashabiki mlitoa pia kila kitu. Ni kweli. Tulifurahi. Ilikuwa ni game nzuri. Nilitegemea game ingekuwa tough, lakini nadhani approach ya United ilirahisisha mambo. Nilitegemea City kama kawaida yao hawana masuala ya kubadilisha namna ya uchezaji wao. Nilijua wangeendelea kupossess game, lakini kuna kitu kinaitwa bounce of the new coach ambayo timu nyingi zinayo, ambayo zikibadilisha makocha game za kwanza ya pili ya tatu wanafanya vizuri, then wanaanza kustruggle huko mbele safari, wanawakaribisha. Lakini pia kitu cha msingi kabisa ni Carrick alichokifanya ni kurudi chini kwenye basics, kutoku complicate vitu. Back for tunakaa tunaziba kwenye space kwa sababu City ni wazuri sana kutumia space. Kwa hiyo ndicho kilichotokea. The energy was very good. Kila mchezaji alijitoa 120%. I was impressed na Casemiro, ana miaka 35 sasa hivi, lakini amecheza tafikiri kijana wa miaka 26. Amempa free roll Kobe amecheza vizuri sana, lakini Bruno amerudishwa kwenye shimo lake pale, na umeona how effective he was. So that's how things zinaweza zikaweka vitu vizuri. So kama the same performance ambayo ilikuwa ina energy iko vizuri, wachezaji kukamilisha majukumu yao kama inavyopaswa, ile performance ikihamishwa kwenye game na Arsenal, basi kunaweza kuwa kuna matokeo chanya kwa United, even though kila game inakuja na approach yake. So Arsenal hawatatamani kabisa kudondosha tena points, kwa sababu ukifanya hivyo City wanacheza na Wolves ambao tayari hao ni marehemu. Obviously kuna asilimia almost 90 za City kushinda hiyo game. Sasa endapo Arsenal wakadondosha tena point, ina maana watakuwa na point 51. Kama City akiokota point 3 wanakuwa na point 46. So gap linakuwa limekatwa tena la point 7 mpaka point 5. Si kitu kizuri ukishaanza kuwa, kwa sababu wa nyuma anakuwa hana pressure sana kama wewe ambaye unaongoza ligi. Sasa wewe kazi yako ku maintain, yeye kazi yake ni kusema wacha nichukue kilicho changu tu
tutafahamiana huko tukifika mbele ya safari. So the pressure ipo upande wa Arsenal. Sisi hapa kama United ndio tunatamani kupata matokeo mazuri kwa sababu ya kujiwekea nafasi nzuri ya kucheza mashindano ya Ulaya msimu ujao. Sasa hivi United wana point 35, nafasi ya 5. Wakifuatiwa na Liverpool nafasi ya 4, tofauti ya point 1. Then 43 City. Kwa hiyo bado tunaona mwanga wa sisi kucheza mashindano ya Ulaya msimu ujao. Na ni kitu ambacho mashabiki wote wa United wanakitaka. Ni kitu ambacho hata kila mmoja aliye ndani ya United pale anatamani. Hata wao wanakitaka hicho. Of course, sababu turudi kwenye usiku wa Ulaya kwa sababu usiku wa Ulaya bila United inakuwa kidogo sio. Na predict hapa ni wasemaje? Ni faida zaidi kwa Manchester United kushiriki UEFA Champions League kuliko kuchukua FA pamoja na Carabao. Kabisa. Mliamua hivyo. Tuliamua hivyo. Zitaki mechi hizi. Bora tucheze Champions League kuliko kuchukua Carabao. Bwana So game itakuwa nzuri na imani game itakuwa nzuri, lakini itakuwa ni ngumu pia. So again, na imani na timu yangu kwamba tunaenda kuchukua point 3 dhidi ya Arsenal. Point 3. So wajipange tu. Alitabiri game ya Manchester City. Naogopa. Inawezekana kweli, inawezekana. Bwana alimuua City moja kwa moja. Safi sana. Na akaweka kibunda. Ni imani. So imani lakini ilimponye sasa. Ni imani. Yes, Manchester United hivi sasa si timu ambayo unaweza ukaiua moja kwa moja kwenye mkeka. Tutakupa hapa 5 za mwisho za game time. Bwana Aston Villa. Huyu bwana Aston Villa huyu kashaanza kuharibu mambo. Moruo King bwana ana mdomo mbaya kidogo. Kamsema Crystal Palace kidogo. Sasa hivi Crystal Palace ndio yule wa miaka yote. Aston Villa ameanza kumsema wiki iliyopita hapa. Naona mwendelezo wake si mzuri sana. Yupo uwanjani dhidi ya Newcastle United. Kuna nafasi ya Aston Villa kurudi kule ambapo walitoka mwanzo ama kuendelea na mwendelezo mzuri ambao walikuwa nao hivi karibuni? Yes. Sioni shida ya wao ku regain form yao ambao walikuwa nayo few weeks back. Ni swala la kuanza kupata matokeo tu. Ni swala la kuanza kupata matokeo. Akishapata matokeo basi kwa sababu walikuwa na matokeo mazuri mwanzoni, wanaweza kaanza kuyapata tena. So ni game ambayo wao wanahitaji matokeo sana. Japokuwa Newcastle sio timu ya kubeza. Sio timu ya kubeza japokuwa wamekuwa na matokeo mabovu recently. Ambayo sidhani kama pia na wenyewe wanayapenda sana kwa sababu wameinvest sana kuwa katika nafasi waliokuwa sasa hivi. Villa pia waliinvest kwa sababu sitegemei Unai Emery aseme kwamba hakuwa supported na uongozi wa Aston Villa mpaka Villa kuwa kama ilivyo. Labda reinforcement inatakiwa kwa sababu kwa wiki kadhaa hapa tumekuwa tukiongelea Aston Villa. Me personally nimekuwa nasema kuhusiana na squad depth yao. Wakianza kupata majeruhi ama wakianza kupata fatigue, then matokeo yanaweza kaanza kuwa mabovu. Lakini timu zinaweza kuregain form yao na naamini hata Aston Villa wanaweza wakaregain form. So nachoona sidhani kama watamaliza msimu vibaya. Sidhani kabisa kama watamaliza msimu vibaya. Na naamini watarudi katika hali yao ya kawaida. Even though wanakuwa wamepunguza, nimemwona kwenye interview ya game ya Aston Villa na ambao walipoteza dhidi ya Everton. Nimeona post interview ya Unai Emery ambayo imenipa maswali mengi kidogo. Kama vile kuna jambo ambalo linaendelea kati yake na bodi ya Aston Villa. Aston Villa wamemtoa Donian Malen. So kwa sasa ameenda Lazio na juzi amefunga. Yes.
No, ameenda Roma. Sasa hivi kwenye striking force ya Aston Villa amebaki Ole Watkins na McGinn ni majeruhi sasa hivi. Na Buendia. Ndo hao ndo wamebaki. Labda na Rogers na Jadon Sancho labda. Japokuwa Jadon Sancho si starter wa kila game. Aliulizwa muendelezo wa timu, naye akawa iko optimistic kusema kwamba tumekuwa na matokeo mazuri. Hichi ni kipindi cha mpito na imani tutarejea kwenye matokeo kwenye performance yetu ile ya awali. Akaulizwa tena vipi kuhusiana na kuondoka kwa Donyell Malen. Akasema amekuwa hajajua kwa nini Donyell Malen ameruhusiwa kuondoka, lakini hakuwa na pingamizi Donyell Malen kuondoka. Wanahitaji kupata watu wapya. Wakasema unadhani hilo litawezekanika? Akamwangalia tu mwandishi wa habari kimya kama sekunde 3. Ikabidi mwandishi wa habari aseme thank you akaondoka. So inawezekana kuna shida kwa yeye kupatiwa wachezaji labda anawataka. Msimu uliopita alipewa Rashford kwa mkopo, Marcos Asensio, lakini ilikuwa kwa muda mfupi wakaondoka. Donyell Malen kaondoka. John Duran pia naye aliondoka kwenda Al Nassr then Fenerbahce. Even though sasa hivi kuna tetesi za Tammy Abraham kusajiliwa Aston Villa, lakini nimeona taarifa pia za Leon Bailey kutoka Roma kurudi tena Aston Villa. So nadhani anahitaji, kuna vitu anahitaji ambavyo body labda inasuasua kumpa. So yeah, I think kwa timu walionayo sasa hivi bado wana uwezo wa kucompete kucheza michuano ya Ulaya msimu ujao, lakini sidhani kama ni kuchukua ubingwa itakuwa moja wapo msimu huu. So kwa game na Newcastle itakuwa game nzuri, lakini nadhani ni game ambayo itakuwa ni game ya kwanza wao kuanza tena kurudi kwenye winning ways. Wapo ugenini. Yes. Bwana, kuna ligi mbalimbali ndani ya ligi kuu nchini Uingereza. Chelsea wana ligi yao pale. Chelsea, Liverpool, Aston Villa wana ligi na Manchester United wana ligi fulani ya top 4 bila kuitaja United ya usikia amani. Chelsea yupo uwanjani dhidi ya Crystal Palace. Kuna nafasi ya Chelsea kuondoka na alama 3 kwenye mchezo huu. Kwanza ile ni derby. Okay. Maana yote wanatoka London. Ni game ambayo Crystal Palace ana kila cha kuprove nini msimu huu utaisha akiwa amekikusanya. Na Chelsea ana kila cha kuonyesha kwamba alivyomuondoa Maresca aliyekuja sasa hivi Rosinia ni mtu sahihi. Kwa mpira alopiga last week Chelsea, kwa mpira alopiga last week Crystal Palace, ukikompare hizo timu mbili kwa namna moja au nyingine utaona kama Chelsea ana nafasi zaidi ya kuondoka na matokeo hata kama sio ya ushindi dhidi ya Crystal Palace, lakini kama tulivyosema ni derby, so lolote linaweza likatokea. Sawa na watu wanapokuwa wamejuana sana, kila mtu anajua weakness ya fulani iko wapi au uzuri wa fulani uko wapi. Chelsea flowing football, Crystal Palace mara nyingi wanakuwa wanacheza na low block, lakini kwa bahati mbaya wamempoteza tena Maguire ambao ndo alikuwa muhimili na captain wa timu. Ukiangalia katikati pia wanamtegemea mchezaji Chelsea kama Caicedo, wanamtegemea Enzo na Palmer amerudi, so ni game ngumu kidogo kwa Crystal Palace kuliko kwa Chelsea. So naona kama Chelsea wanaweza wakasalvage lolote kwenye game hiyo. Crystal Palace inarudi Crystal Palace ya misimu miwili mitatu iliyopita. Na kocha na yeye ni Ulaya. Kocha ameshasema yuko kwenye veji ya kuiachia timu msimu unapoisha. Na vimechagizwa na vitu vingi kwa sababu kila
Ungwe inavyokwenda wanazidi kuachia wachezaji wao walikuwa ambao wako bora. Walianza kumwachia Olise, wakaja wakamwachia Eze, wamemwachia sasa hivi Gueye, ndo watu ambao walikuwa wanaishikilia timu. Kwa hiyo hata kama kocha unaona watu wanaondoka tu, alafu jinsi ya kurudisha yale mapengo yaliyotokeza inakuwa ngumu. Hata wewe kazi yako inafanywa inakuwa ngumu, na kama kazi yako ikiwa ngumu, hata watu wengine hawezi kuona unafanya kazi nzuri ili wakuchukue. Kwa hiyo ni vyema ukaiacha, ili sio vizuri kukimbia mambo yanapokuwa magumu, lakini kama unaona hamna ambition unayoitaka, sasa kama mabosi wenyewe wanaweka mazingira ya kufanya vibaya, unajengea kubaki kwenye hiyo sehemu. Sasa hivi Munoz na yeye sijui kama atakuwa amerudi, maana yake ndo wingback yao ya kulia pia wanaitegemea sana. Sasa hivi Richards amekuwa ana muendelezo mzuri wa performance kama alivyokuwa anafanya Munoz alipokuwepo. So Crystal Palace kiukweli iko kwenye crisis. Usishangazwe kuona Mateta akaondoka hata dirisha hili. Inawezekana kwa sababu amesema anataka kucheza Champions League football. Sasa unaweza ukaona kwa sababu wanaona namna timu ambavyo inakwenda from bad to worse. Yani kutoka kuwa na timu nzuri ambayo ilikuwa strong kweli, yes, haina financial muscle kubwa kama let's say United, City, Chelsea, lakini iliweza kuassemble aina ya wachezaji ambao walikuwa very competitive. Ukijumlisha na kocha waliyempata Oliver Glasner, ambaye alitoka Frankfurt kule kwa mafanikio, alikichukua ubingwa wa Europa League nakumbuka msimu wake wa mwisho. So ni kocha mzuri sana. Wachezaji kuondoka lazima iharibu harmony ndani ya kikosi. Tena sio wachezaji tu, ni wachezaji ambao wanategemewa sana. Msimu wa mwaka juzi Olise na Eze walikuwa ni ndo integral part ya Crystal Palace. Mark Gueye yeye ndo alikuwa backbone ya Crystal Palace. Oliver Glasner akaja akafanya muunganiko kwa mzuri zaidi. Jean Mateta pale ni lethal pale kwenye front line. Sasa hao wote Olise, Eze wameshaondoka. Mark naye kaondoka. Then kocha anajitokeza anasema mimi nilishatoa taarifa tangia Oktoba kwamba mwisho wa msimu nitaondoka. Jean Mateta anasema yeye anataka kucheza Champions League football. So ni vurugu mule ndani sasa hivi. Sidhani kama wanakuwa wana energy nzuri ya kusema kuendelea kucompete. Naona Chelsea kwenda kuokota point 3 pia pale Selhurst Park. Bwana, tumeweza ligi kuu ya pale nchini Uingereza, tunahamia ligi kuu ya pale nchini Uhispania, na tumepata ugeni hapa wa shabiki wa Liverpool, Muru King, kaja kumnyang'anya kijiti shabiki wa Arsenal hapa. Ameona anadanganya sana. Kwa bahati mbaya bana, tumeshahama Uingereza. Tuko La Liga sasa hivi. Na FC Barcelona, nadhani pia ni shabiki wa FC Barcelona. Ulipigwa ngwana dhidi ya Real Sociedad mechi iliyopita. Wengi wakutarajia ile issue kutokea. Weekend hii yupo football happened. Yes. Mara zote unakuaga unasema hivyo. Sasa sijajua kama unapokeaga pia matokeo hivyo hivyo. Napokea. Mpira wa miguu na matokeo matatu: kushinda, kufungwa, kusare, kudraw. Vipi unachomoka dhidi ya Real Oviedo? Real Oviedo ni wachovu sana kwa Barcelona, lakini unfortunately mpira wa miguu hauendi hivyo. Tumeona timu kubwa zikifungwa na timu ndogo. Yes. Tumeona timu kubwa zikiwa na matokeo mazuri in space of, nikisema matokeo mazuri uwanjani na maanisha vitu kama pass, assist, yani in all aspects zimekaa vizuri, lakini bado wamefungwa. Mwaka najaribu kukumbuka mwaka, lakini
kuna wakati Barcelona walicheza na Celtic, kama sio Celtic ni Rangers, ambapo Barcelona walifungwa, lakini ukicheki game statistics kila kitu Barcelona walikuwa wanaongoza, pasi, corner, tackles. Itakuwa game na Celtic, ile game ambayo Wanyama alipiga sana mpira siku hiyo. Ball possession ilikuwa 78 au 81 kwa 19 in favor of Barcelona, lakini bado Barca walifungwa. Kwa hiyo tukichukulia uzito tu, Barcelona ni giant. Real Oviedo is timu ndogo sana, ambayo yani timu ndogo in terms of La Liga, ambayo hana uwezo wa kumfunga Barcelona on paper, lakini matokeo ya uwanjani lazima yaheshimiwe, na natazamia Hans Flick ataendeleza pale alikoishia kabla ya mechi ya Real Sociedad, kwa sababu ni kocha ambaye amefukua na magoli mengi sana Barcelona. Nadhani mtu pekee ambaye ana magoli mengi kuzidi Barcelona kwenye hizi top leagues anaweza akawa Bayern Munich. Sababu Bayern Munich ndani ya michezo 20 na ana magoli 70 na kitu. Wastani wa magoli 4. Wastani wa magoli 4 kwa kila mchezo. Ukifanya goal difference yake anapata wastani wa magoli 3 kwa kila mchezo. So tunasubiria. Wapinzani wa FC Barcelona Real Madrid wapo ugenini dhidi ya Villarreal. Hakuna utulivu Real Madrid. Huo ndio uhalisia. Mechi iliyopita kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea kwa Vinicius Junior, kwa Jude, mpaka Mbappe anaongea, anazungumza, anasema jamani msimzomee Jude peke yake. Hili ni tatizo la timu nzima. Tuzomeeni wote kama mnataka. Utulivu hakuna. Real Madrid wanaenda kuchomeka dhidi ya Villarreal. Villarreal bwana wanafunguka kulikweli wale. Mashabiki kuwa na mawazo yao ni swala la kawaida. Lakini hatujui exactly nini kinaendelea ndani ya dressing room. Lakini wameonyesha namna wanavyojisikia katika game dhidi ya Deportivo Alaves, I think, ambao Madrid walishinda goli 2. Walikuwa wanawazomea specifically Jude Bellingham na Vinicius Junior. Labda wanahisi kwamba wao ndo virusi katika timu vinavyofanya kutokuwa na amani ndani ya timu, kwa sababu labda they are hot-headed, like wao ndo wanahisi ni wakubwa sana kuliko the brand ya Real Madrid. So labda ni mambo ambayo wanayaona ama wao wanahisi yanayoendelea huko ndani, lakini sisi hatuyajui. Madrid wanaenda kukutana na Villarreal. Villarreal wako nafasi ya 5, Madrid wako nafasi ya 2. Tofauti ya pointi 4. Villarreal wana pointi 39. No, 41. 41 kwa 48. Tofauti ya pointi 1 kati ya Barcelona na Real Madrid. 49 kwa 50. 49 kwa 48. So gap ni la pointi 1. Kwa hiyo Madrid wametoka kupata ushindi game iliyopita. Wanatarajia na imani wanatarajia kuendeleza wimbi la ushindi kwa ajili ya kuendelea kuziba fukia hilo gap ambalo lipo kati ya na Barcelona. Barcelona amefungwa game iliyopita na Real Sociedad 2-1. Kwa hiyo ni kama vile amejikwaa. So anaenda kukutana na Real Oviedo ambayo timu ya Santi Cazorla. So sidhani kama kutakuwa kuna shida sana kwa Barcelona, lakini pia sioni tatizo ambalo Madrid wanaweza kukutana nalo dhidi ya Villarreal. Naona ni game ambayo Madrid watachukua point 3 vizuri tu, kwa sababu hakuna gap kubwa kati ya na Barcelona. So wanaamini kushinda hiyo game ni kuweka kwenye under pressure zaidi wapinzani wao.
So yeah, lakini Villarreal wana mchezo mmoja wa ziada. Madrid wana michezo 20, Villarreal wana michezo 19. So na wao wanaona wakishinda game ya kesho, hiyo game ya weekend hii, watapunguza gap lao kati yao na Madrid. So watakuwa wana pointi 44. So itakuwa ni tofauti ya pointi 4. So itakuwa game nzuri, lakini nadhani kidogo Madrid wana nafasi kubwa ya kushinda hiyo game. FC Barcelona dhidi ya Real Oviedo, lakini pia Villarreal dhidi ya Real Madrid. Moja kati ya game ambazo zitagonga vichwa vya habari weekend hii pale La Liga. Pale Italia, Juventus wapo uwanjani dhidi ya Napoli. Kuna game mbili kubwa kweli kweli pale Italia. Juventus Napoli, AC Roma dhidi ya AC Milan. Tukianza na game ya AC Roma dhidi ya AC Milan. Tough game. Ukiachana na derby ya Inter na AC Milan pale Italia, mechi nyingine ambayo inakuwa ni very interested ni game ambayo inahusisha timu mbili na AC Roma ama Juventus ama Napoli. Unaiona vipi game hii? Wana tofauti ya point 4 kati yao. AC Milan anamzidi AS Roma point 4, na nilikuwa najaribu kuangalia takwimu hapa. Mechi zote walizokutana, wamekutana jumla ya mechi 53. Roma ameshinda 18, AC Milan ameshinda mechi 20, wamedraw mechi 15, na head to head kwenye mechi 6 zilizopita. Kwenye mechi 6 zilizopita AS Roma ameshinda 3, wamedraw 1, wamelose 2. Kwa hiyo maana yake Milan ameshinda 2, amedraw 1 na amepoteza 3. It is quite an interesting game kwa sababu kama nilivyoanza kwa kusema wana tofauti ya point 4, ambapo Roma anatamani hizi point 4 azipunguze angalau iwe point 1, lakini on the other hand Milan naye anatamani aongeze hii gap. Milan akishinda manake anaongeza 3 kwenye 4, anakuwa na gap ya point 7, alafu inakuwa ni kazi sasa kukimbizana na Inter. Kwa hiyo itakuwa interesting game kwa sababu over the years Milan amekuwa akijitafuta, anashinda anapoteza, anashinda anapoteza. Ukiangalia mfano last 3 games za Napoli alidraw kwenye last 3 games kabla ya games za weekend ile iliyopita. Last 3 games alikuwa anapata matokeo ya sare. Hapo bado timu ya bwana Como nayo ipo kasi hapo. Haiko mbali, iko pale inakuja kwa kasi. Kwa hiyo Serie A iko kwenye tukisema Serie A na yenyewe ina mbio za farasi, na farasi wote farasi wote 6 wako kasi. Inter, AC, Juve, Napoli, Como, Roma wako hapo mbio ya farasi 6. Japo sio kwenye ubingwa, lakini wanakimbizana. Kwa namba nani ushindi zaidi? Obviously AC Milan, Associazione Calcio di Milan. Juventus dhidi ya Napoli ya Makitomina. Napoli ya moto kweli kweli dhidi ya Juventus ambayo kwa kiasi fulani haitishi sana, lakini msimu huu ina performance nzuri compare na msimu uliopita. Hata Napoli wamekuwa wanasuasua katika almost game 4 zilizopita. Wamedraw game 3 mfululizo Napoli. So wamedondosha point 6 hapo. Hizo ni game 2 tayari. Juve vibikizee vya Turin na wenyewe hawana msimu unaoshawishi sana. Japokuwa kuna siku nilisema inawezekana sio ugumu, sio kwamba msimu huu ni Serie A ni ngumu sana. Labda viwango vimeshuka na timu zina viwango vya aina sawa. Kwa sababu ukiangalia timu ambayo kidogo inapata matokeo inakuwa hata kama ikidondosha point ni mara moja kwa muda kidogo, ni timu ambayo inaongoza ligi, Inter Milan. Lakini hawa wengine wote na bado gap pia ni dogo.
japokuwa Inter wako katika muendelezo huo. So hata Juve na Napoli kuna tofauti ya pointi 4 tu. Napoli, Juve wana pointi 39, Juve wana pointi 43. Nafasi ya 5 kwa nafasi ya 3. Kwa hiyo unaweza ukaona namna hizi mbio zilivyokuwa ni kama mbio za kufungana mashati. Watu wamefungana mashati na wanataka kukimbia na kwa ngumu kumwacha mwenzio. So unafuatana tu. Yeah, unafuatana tu. Kwa hiyo itakuwa game nzuri kwa sababu Juve watatamani ku narrow the gap ya yeye na Napoli. Libaki gap la point 1, lakini Napoli pia watatamani kupunguza gap na aliye juu yake. Napoli ya Antonio Conte. Yeah, Antonio Conte. Nadhani atakuwa amerudi kwenye bench Conte kwa sababu alikuwa ana kadi nyekundu. So hakuwepo kwenye bench kwa mechi mbili. So yeah, hizi game za hizi timu tano huwa naziangaliaga, lakini huwa hazinipagi sana amsha kiukweli, kwa sababu performance zao hata kwenye mechi zao unaweza ukaangalia mechi sometimes zina bore. Yeah. Kwa unavutiwa na Como pekee. Na kiukweli mtu yoyote ambaye ananisikiza sasa hivi aanze kuangalia Como. Hatuacha kuangalia. Performance nzuri sana, yeah. Wana energy, wanajitoa. So, yani wako vizuri kiukweli. Juzi wameshinda goli 3 wiki. Yeah, 3. Yeah. Na wameshinda vizuri kabisa dhidi ya Lazio wakiwa ugenini tena. So Lazio ya Maurizio Sarri. Yeah, Maurizio Sarri. Yeah, Maurizio Sarri amesema anaacha kuvuta fegi. So Napoli na Juve ni game ambayo sidhani kama ni game ambayo itakuwa ina msisimko kwangu mimi. So hata kama ni kuangalia sitaume meno sana kuangalia. Lakini ninaona Napoli wakiwa wana nafasi kubwa ya kushinda hii game kuliko Juventus. Yeah. Bwana watu hapo watu wala. Yes. Tuanze na game ya Liverpool. Liverpool dhidi Bournemouth dhidi ya Liverpool. Liverpool anashinda bro. Kwa vile umevaa ama una uhakika? No, mimi shabiki wa Liverpool. Okay. Hizi hela lakini. Yeah, mimi shabiki wa Liverpool, nampa Liverpool. Okay. Za kuambiwa changanya na za kwako. No. Bournemouth anapata goli. Of course. Lazima. Bournemouth anapata goli. Ni Newcastle dhidi ya Aston Villa. Ampa ushindi Aston Villa. Kuna machaguo mawili. Villa ashinde, unaweza kumpa Villa ashinde, lakini ni pia kuna over 1.5. Okay. Arsenal dhidi ya Manchester United. United anapata goli. Okay. Expectations za wengi ni Manchester United kucheza kama alivyocheza na City. I don't see that happening, lakini nafikiri tutakuwa na sare. Wanaheshimu sasa Manchester United. Tutakutana nao. Tutajua. Tunasubiri heshima. Heshima ndio imeanza kurudi. Yeah. Mnajua bwana hii Liverpool. Mnajua kuazima watu midomo. Mnajua. Wiki iliyopita walisema wanamfunga Man City kumsaidia Arsenal. Na wiki hii watamfunga Arsenal kumsaidia Man City. So it's just a matter of time. Villarreal dhidi ya Real Madrid. Madrid anashinda. Real Madrid anashinda. Okay, tumaliza na mechi ya Roma dhidi ya AC Milan. Roma dhidi ya AC Milan, AC Milan anapata goli. AC Milan anashinda. Okay. Bwana, mimi namaliza kwa kumpa AC Milan goli 1. Mechi ya Arsenal dhidi ya Manchester United mpe Arsenal goli 1. Mechi ya Bournemouth dhidi ya Liverpool, muamini Bournemouth mpe goli 1. Aston Villa dhidi ya Newcastle United, Aston Villa anashinda 1-1. Nimemaliza. Crystal Palace anafungwa na Chelsea. Okay, hiyo umeongeza. Yeah. Okay. Bwana, hii ni Game Time. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, andika Dimbani Connect kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Instagram, YouTube,
TikTok pamoja na Facebook, andika Dimbani Connect, utapata clip zote za Game Time. Lakini pia pale YouTube season nzima leo Jumamosi inaruka, lakini kila Jumamosi unaipata season ya Game Time kwenye page ya Dimbani Connect. Kwa hiyo subscribe hapo upate kila season, kila episode ya Game Time unaipata ndani ya Game Time. Lakini unaweza ukamtag hapa Almasud kwenye Instagram, unampata pale kumfuatilia mambo yake ya Game Time na uchambuzi wake. Lakini Andrea Masawe utanipata pale Instagram, andika Andrea Masawe _14. Hii ni Game Time na hivi ndivyo sisi tunavyoona. Uwe na siku njema. Game Time, tuonavyo sisi.